Maulidi ya mwaka huu inaonekana itakuwa ina ukubwa wake kidogo. Na principle yangu mimi ni ile ile. Mimi nampenda zaidi mtu ambaye anashughulika na shughuli ya maulidi. Nimesema siku moja watu wakunielewa, na leo narudia tena. Sometime kuliko hata darasa. Sawa? Kwa sababu maulidi mwenyewe ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akimtanguliza mwenyewe Mtume, kuna kingine tena? Mtume ndo darasa. Mtume ndio darasa yenyewe bwana. Leo Juma ngapi? Jumatano leo. Kesho Alhamisi hatutosoma pia. Sawa? Tutakutana baada ya shughuli yetu ya tadhamun. Sawa? Kesho tutaanza kupokea wageni hapa sisi. Kuanzia asubuhi kutoka mbali. Na nichukue tena fursa hii kualika maulidi na shughuli yetu ya maulidi. Sawa? Na kualikeni nyinyi wanafunzi wenye maulidi yenu, lakini nawaalika watu wote. Watu Waislamu na wasiokuwa wakada zote na jinsia wake kwa waume, na waalika maulidi ya tadhamun. Na nyinyi huko mnaotufuatilia, na kualikeni wote, hatubagui sisi, Waislamu na wasiokuwa. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hatuja kupeleka mtume isipokuwa ni rahma kwa wanani? Kwa walimwengu wote. Kwa maulidi ni ya walimwengu wote. Mwenye anasema inama ana rahmatun muhdat, mimi ni rehma niliotolewa zawadi kwa watu wote. Mtume yeye ni rahma, ni zawadi kwa watu na viumbe vyote. Kwa hiyo nawaalika shughuli yetu. Mwaka huu inakamilisha mwaka wa 43. Mwenye miaka 43 hapa nani? Mkono juu. Hata ushehe wenu hajafika? Shehe una miaka mingapi? Nina miaka 93. Maulidi imekuzidi. Nayo umepita lakini. 39. Miaka mingapi? 49. 6. Umezidi maulidi. Sawa. Uko fresh. Banda 42. Kwa hiyo hapo wengi naongea na 2000 nati Gen Z yun. Maulidi yetu inakamilisha umri wa miaka 43 tangu ilipoasisiwa chini ya mzee Alhad Umar Kawambwa Pongwa. Tumeelewana ameanzisha mwaka huo 1983 au 84 kitu kama hivyo, lakini huu mwaka 43. Kwa hiyo nyinyi ndio wenye shughuli yenu, mwapokea wageni. Nimepata habari watu wengi wanakuja, wamenambia kutoka mikoa yote takriban, walikuwa wakimjua bwana mkubwa yule, lakini pia na nchi za jirani. Kuna kundi la watu wanatoka Kenya, wamenihakikishia kwa taufiki ya Mungu watafika. Kuna watu wanatoka Uganda, kuna watu wanatoka Burundi na Rwanda, lakini kuna kundi kubwa wamenipigia jana usiku wanatoka Kongo, watakuja. Maulidi ya mwaka huu inaonekana itakuwa ina ukubwa wake kidogo. Sawa. Lakini jana tu nimeongea na ndugu yangu Ibrahim Sharif kutoka Singida, anasema wao wanakuja basi 3. Basi 3 watakuja katika show. Sasa wote wanakufuateni nyie. Sawa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, na amkirimu mgeniwe. Amkirimu wakukuteni ni wasafi wa nyoyo. Walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu.
wakubwa zenu wakiwaambia fanyeni hivi, fanyeni hivi. Na principle yangu mimi ni ile ile. Mimi nampenda zaidi mtu ambaye anashughulika na shughuli ya maulidi. Nimesema siku moja watu wakunielewa, na leo narudia tena, sometime kuliko hata darasa. Sawa? Kwa sababu maulidi mwenyewe ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akimtanguliza mwenyewe Mtume, kuna kingine tena? Mtume ndo darasa. Mtume ndio darasa yenyewe bwana. Mtume sallallahu ndo darasa. Watu walijitoa roho zao kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio sisi kutoa 2000 3000 tukawapa maandazi wageni wetu kwa ajili ya Mtume, ndio nini? Ndio nini bwana? Wala wasitokee watu wakawatisha wakawaambia mnapo waazaruhu wanaswaruhu. Sisi tunatakiwa tumfanyie hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena tuwaonyeshe watu huyu ndio Mtume wetu, bwana mkubwa. Tunatoa mali zetu kwa ajili yake, afya yetu, pumzi na akili yetu, kwa sababu yeye alitupigania sana. Sallallahu alaihi wasallam anaondoka duniani, neno lake kubwa ummati. Maana yake jumla ile kaikata, Mwenyezi Mungu mimi unanichukua nakwenda peponi, umma wangu anakwenda wapi? Anakuwaza wewe unaopenda maandazi. Saidi wapi? Yule kule Saidi, rafiki yangu Saidi. Hebu simama, watu wakujua. Simama kidogo, kama mjui yule bali rafiki yangu sana. Kaa chini. Wewe unakaa unawaza indi la kuchemsha. Mwenyewe anakuambia ummati. Tena kasema mambo mengi sana. Sasa mimi kitangulizi wenu natangulia jamaa. Tujitahidini wote tukutane wapi? Famau'idukum haudhi. Mimi na nyie tunakutana kwenye kisima changu pale. Sawa jamani? Anakufa hivyo. Sasa huyu tukimwekea masaa, maana sio siku nzima, masaa tukiweka kwa ajili ya kusema sallallahu alayhi Allahumma salli wa sallim alayhi, kisha akatoka mtu akasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, akatupatupa mawaidha kidogo, jambo madhambi hayo. Mwenyezi Mungu hauzo haja kuja bado. Mwenyezi Mungu hivyo hajaja bwana. Mwenyezi Mungu wao, yani Mwenyezi Mungu anaenda kuwachoma watu, wanaimba kama si wewe ni nani. Twende Ramadhani kidogo. Tume wetu rasuli tandanda tume paradani ili tupate fihi wote kama si wewe nani. Tume wetu rasuli tume kwa jalali Allah ili tupate fihi. Twende kidogo. Wacha nipate wazi Bwana huyu kiramu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yeye ndio wenye madamu tunakuja huko ya Rasuli. Yeye ndio mwenye makamu, tunakuja huko. Sallu ala nabi. Basi. Mmenielewa vizuri eh? Sasa hapo ndo Mungu tena anatuchoma. Ngioni muingie motoni, ingieni kwa sababu mnasema kama si yeye ni nani? Haiwezekani jamani. Wewe tena utakuwa uongo huo. Maana kuna uongo na uongo huo. Kuna uongo namna mbili kuna uongo na uongo huo. Mungu anikakasirika. Nyie mmesema kama sio yeye ni nani? Ingiwa. Uongo huo.